Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia Uyaone maisha. Rafiki yetu, mtazamaji wetu na mfuatiliaji wa kipindi chetu, tunakukaribisha katika masomo haya. Leo tuko siku ya Jumatatu, somo zuri linalosema kwa unyofu wa moyo na kwa kweli. Kwa unyofu wa moyo na kwa kweli. Basi kabla tujaanza tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru kwa afya njema na masaa haya ya kujifunza. Tunakushukuru kwa ajili ya mfuatiliaji wa kipindi hiki. Baba, endelea kutufunulia masomo haya tuelewe sawa sana mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Haya. Kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu. Tena bila unafiki. Kuna lugha ambayo nataka tuifuatilie hapo, inahusiana na kumtumikia Mungu bila unafiki. Inatoka kinywani mwa Yoshua mwenyewe. Fungu la 14 na 15 la Yoshua sura 24. Tusome hapo mara moja. 14 na 15. Nasema, basi sasa mcheni Bwana, kamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli. Na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri. Mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hivi unaweza kuwa mnafiki nyumbani? Sio rahisi. Kwa hiyo jana kama tulivyojifunza, Mungu wa baba zetu aliyefanya mema yote alitufanyia na sisi. Ndivyo hivyo? Sasa anahitaji uitikio wa namna gani tumtumikie? Tena kwa unyofu wa moyo. Kwa unyofu wa moyo na kwa kweli. Bila unafiki. Ila hapo ndio issue. Labda nikuulize rafiki ambaye unatufuatilia hapa. Ukijaribu kuangalia, unaweza kuwa na ubavu wa kuzungumza namna hiyo, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Unajua nyumbani watu wanakufahamu vizuri zaidi kuliko wanavyokufahamu kanisani. Unaweza kuzungumza namna hiyo? Huo ni unyofu. Kama unaweza kumtumikia Mungu kuanzia nyumbani, basi huo ni unyofu kweli. Hauna unafiki hapo ndani yako. Sasa twende tuangalie haya maneno vizuri. Unyofu wa moyo. Unaelewa nini? Unyofu wa moyo. Unyofu wa moyo. Moyo ulionyenyekea. Moyo uliojaa utii. Sasa huyu ana moyo mnyofu. Moyo mnyofu. Neno, asante sana. Neno unyofu, tamim, ni moyo usiogawanyika, usio na doa. Ni kama ukiambiwa leta sadaka hekaluni, isio na doa, isio na tamim. Yaani ni kamili. Moyo uliokamilika. Uliokamilika. Kwa hiyo ni ukamilifu. Hauna kingine. Sasa hao wanaoambiwa Bwana mtumikieni Mungu kwa moyo wa unyoofu, wana hatari gani hapa? Wanaweza kuwa wanaugawa moyo kwenye mambo gani mengine hapo tuliposoma? Kuna miungu mingine. Kuna miungu mingine. Miungu akina nani hao? Kina baba zao au Amori. Ya baba zao. Miungu ya baba zao. Kuna miungu wa Misri. Wale wa Misri ndio Mungu aliwatoa wa baba zao. Lakini hapa Kanaani wanazungukwa na Waamori na wana miungu yao. Nasema mtumikieni Mungu tu kwa unyofu wa moyo. Kwa lugha nyingine ni Mungu pekee, msigawanye. Haleluya. Kweli inamaanisha nini? Anasema Mungu
mtumikie Mungu kweli kweli. Kweli inamaanisha nini? Kweli sio, yani usiwe na unafiki ndani yake. Umaanishe. Ufanye kwa kumaanisha. Sio kwamba nitamtumikia Bwana kumbe unamtumikia Mungu mwingine. Sasa Kiebrania hapa alichotumia hapa anasema hemet. Na hapa hemet inaenda kama uaminifu. Ile tamin ni kama ukamilifu. Ukamilifu. Hii ni uaminifu. Unajua unaweza kuwa mkamilifu kanisani, lakini hauendelei na ukamilifu ukiwa nyumbani. Yaani unakuwa selective. Sasa anasema Mungu yeye anachotaka ni ukamilifu endelevu. Ukamilifu wa uaminifu. Yaani uachi. Ni kama North Pole au ile dira inavyoonyesha kaskazini, haibadiliki. Ni aminifu kuelekeza huko. Ndio mtu anasema huyu ni wa kweli. Tunasema Mungu ni wa kweli kwa sababu yeye ni mtoa uzima tu. Yeye anapenda tu. Yaani hata ufanyaje yeye ni yuko hiyo. Ni pendo. Sasa Mungu anataka uitikio wa namna hiyo. Uthabiti, uaminifu. Ili unamtegemea yeye tu, unamtumainia yeye tu. Wako hapa Kanaani, Shekhem pale. Mungu aliwaidia nchi, Mungu amewapa nchi. Mungu amerudia kuambia alichowafanyia. Mungu ni tungeweza kusema Mungu tamim, yani hana doa, hana dosari. Ni mtakatifu kabisa. Ni mkamilifu katika njia zake. Lakini pia ni mwaminifu. Amekuwa hivyo kwa wazazi, yuko hivi kwa watoto, na anataka utikio sasa wa aina hiyo. Kuna kitu kinaitwa kumwogopa Mungu. Wanatakiwa kumwogopa Mungu. Sikia mtu anasema muogope Mungu. Muogope Mungu. Maana yake nini? Muogope Mungu ni pale ambapo mtu anakuambia kwamba Mungu ni mtoa adhabu kwa maovu. Kwa hiyo usitende ovu, utachapwa. Hapana. Ukisoma kwenye Biblia haina maana hiyo hasa. Inataka kutuambia kwamba Mungu ni mkubwa. Mungu ni mkuu. Mungu ni mweza. Mungu ni juu yako. Ule ukuu wake ule ni utisho wake ule ambao unaitisha hofu. Kwa hiyo Mungu akisema nitumikie, ni kama anaomba, angalieni nilivyowafanyia. Yaani wewe uitikio wako uambatane na hofu. Mkubwa akikuomba inamaanisha amekuamuru hivyo. Yaani huyu sio mwenzako huyu. Sasa huyu Mungu ambaye ameingia nao agano, huyu Mungu ambaye amewafanyia yote haya ni mkuu mno. Muogopeni, mcheni. Kumcha ni kumwogope, ni kumchukulia maanani sawa sawa na ukuu wake, ukubwa wake, utisho wake. Ni mkamilifu, ni mwaminifu. Sasa na wewe uchaje Mungu, upungukiwe unyoofu, upungukiwe ukweli, inamaanisha haujamstahi basi. Chini Mungu na kumtukuza. Amina. Umekaje? Umekaa vizuri. Na wewe umekaa vizuri. Uko tayari kumtumikia Mungu na nyumba yako? Niko tayari kumtumikia Mungu na nyumba yangu. Nyumbani, kanisani, mtaani unamtumikia. Haleluya. Rafiki yangu, naamini kwamba na wewe unaweza ukajibu namna ile kama ambavyo Yoshua pale pia naye alisema mimi na nyumba yangu. Kwa lugha nyingine, nitakuwa mnyofu haijalishi niko nyumbani, niko wapi. Nitakuwa mkweli haijalishi niko tamim, hemet, nitakuwa hivyo. Kwa hiyo ni chaguzi la maisha. Labda ni katika masuala ya fedha, labda katika masuala ya mahusiano, labda ni katika maamuzi ya siri. Tumeitwa kuwa wa kweli na wanyofu toka moyoni. Hiyo ndio ibada. Huo ndio utumishi Mungu anaotutazamia. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili.
ikiwa kama Baba kuna uongo, ubabaishaji, ikiwa kama tumesikia neno lako lakini uitikio wetu umepungua uaminifu na ukamilifu, leo hii kwa jina la Yesu katupe hofu yako, katupe kuitikia kwa hofu na kutetemeka wema wako na uzuri wako. Na yeyote aliyesikia neno hili kambariki anapotetemeka na kuitikia kwa unyenyekevu na unyoofu wa moyo. Mpaka kesho tulete tena, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Ndugu mfuatiliaji, tunaendelea kukaribisha, maana hapa kwa siku ya leo tumefika mwisho. Tunakukaribisha tena siku ya kesho ambapo tuna somo zuri linalosema huru kutumika. Huru kutumika. Naitwa Geoffrey Omondi na mimi Enos Makulindile. Karibu sana.